ambapo Yesu ni Bwana. Tunainua jina lake juu, King of Kings, Bereka Worship Center. Nakaribisha msemaji wa neno, utalisomea katika Kutoka mlango wa 2 mstari wa 8 hadi 12. Kama hujapata nitajisomea. Kutoka 2 mstari wa 8. Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Kutoka. Basi akainuka mfalme mpya juu ya Israeli ya Egypt. Kutoka 3. Asiyemjua Yusufu. Nataka hapo mahali. Kutoka 1:8. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miti ya kuwekea akiba, Pidon na Ramesesi. 12. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Amen. Wana wa Israeli wako katika nchi ya utumwa, lakini wale watu ambao wanawatawala bado wana kiwewe, wako na wasiwasi na wao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiria, umechukua mtu umemfungia, umechukua mtu umemweka kwenye ulinzi, umemchukua mtu umemweka chini ya mamlaka, lakini bado ndani mwako uko na kiwewe, lakini bado ndani mwako uko na wasiwasi. Ni kwa sababu ya huyo mtu, ni kwa sababu ya huyo jamaa. Hivyo ndivyo walivyokuwa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Wale ambao wamewakamata mateka, wale ambao wamewashika, lakini wako na wasiwasi na wao. Wacha nitangaze kwa anga la mtu asubuhi ya leo, kuna watu walijaribu kukamata maisha yako, kuna watu walijaribu kukamata hatima yako, lakini bado penye wako na wasiwasi, lakini bado penye wako hawapumui. Ni kwa sababu unaonekana wa kutisha, ni kwa sababu unaonekana una nguvu nyingi kuwaliko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaonekana mdogo ndio, lakini kile kilicho ndani mwako kiko kinapea maadui zako, kiko kinapea watu waliokuzuia, kiko kinapea watu waliokushika mateka wasiwasi. Hawalali usiku na mchana, bado wanataka kupanga njama zingine za kukuweka chini, lakini ni habari njema ndio hii mchana wa leo, ya kwamba hata kama watapanga, hata kama watainua akili zote, hata kama watainua hekima zote za fedha na za mali na za uweza, bado hawatakufaulu, bado hawatakuweka chini. Ni kwa maana wewe hauwezekani, ni kwa maana wewe hauwezekani, ni kwa maana wewe hauwezekani, ni kwa maana kilicho ndani mwako ni kikubwa kuliko maadui, kilicho ndani mwako ni kikubwa kushinda saizi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kile kitu ambacho umenikibeba ndani mwako
ndicho kinamata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jaribu sana ukambebe huyu Yesu. Kwa hivyo jaribu sana ukasibebe hizi nguvu za Mungu wetu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo jaribu sana ukambebe huyu Mungu, ili maadui zako wanapokuangalia waendelee tu kupanga njama za kukuweka chini. Kila siku wanapolala wafikira uwakoseshe usingizi kila siku, ni kwa sababu ya kupanga njama. Uwakoseshe amani kila siku, ni kwa sababu tu ya kupanga njama. Wakimbie usiku na mchana wakitumia rasilimali zao, ni kwa sababu tu ya kupanga njama. Na hata kama watapanga mwaka mzima, wewe hauwezekani. Nasema 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 wewe hauwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Akainuka mfalme mpya asiyejua Yusufu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Akainuka mfalme mpya asiyejua Kristina ni nani. Akainuka mfalme mpya ambaye hajui Beti alitoka wapi. Akainuka mfalme mpya ambaye hajui Fatuma aliokoka lini. Akainuka mfalme mpya ambaye hajui mikono wetu amebeba nini ndani mwake. Kwa hivyo usiku na mchana napanga njama ili kwamba akaweze kuwaweka chini, lakini kumbe kile nilichokibeba hakiwezi ruhusu nikawekwa chini. Lakini kumbe nilichokibeba hakiwezi ruhusu nikawekwa chini. Lakini yule aliye ndani mwangu hawezi ruhusu nikawekwa chini. Lakini yule niliyemkiri hawezi ruhusu nikawekwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaji itaonekana ni kana kwamba watakuweza, kwa maana hawa jamaa miaka yote wameishi, wanatumika, wanafanya kazi nzito, kazi ya matofali, kazi ya kujenga maghorofa usiku na mchana. Wakati wa kupumzika ni mchache sana. Mfalme huyu akadhani ya kwamba nikifanya hii hawa nitawaweka chini, lakini kumbe hawa msingi wao, msingi wao ulitoka mbali sana. Msingi wao ulitabiriwa kabla wazaliwe. Msingi wao ulitabiriwa kabla waumbike katika tumbo za mama yao, ya kwamba hawa ni watu wa kuongezeka. Wakati Bwana alikuwa ananena na Ibrahimu katika Mwanzo 12, akaambia Ibrahimu, toka, mimi Mungu nitakuongeza, mimi Mungu nitakusimbisha, mimi Mungu nitakubariki. Msingi wa hawa ulitoka kule. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa hawa ulitoka kule, si hapa. Hata kama watainuka wakikuangalia ya kwamba haujui kuvaa, ya kwamba hauna hairstyle, ya kwamba hauna kisomo, labda hauna ngoma nzuri, wakakuona unaishi kwa lande, wakakuona biashara nzuri hauna, wakakuona kisomo kizuri hauna, wakadhani ya kwamba msingi wako tu ni hapa katika haya mambo ambayo yanaonekana. Lakini kumbe sio hivyo. Msingi wako ulitoka mbali. Msingi wako uko katika Kristo. Na ndio maana asubuhi tukaambia ya kwamba tulishabarikiwa na baraka tunazo. Bwana Yesu asifiwe. Za kirohoni zote tuko nazo, yaani zote tuko nazo. Kama ni mashamba tuko nayo, kama ni elimu tuko nayo, kama ni kujenga, vitu hivi viko pamoja na sisi. Lakini ni just a matter of time, tukimalizia roho ya Bwana ya kwamba akaweze kutupanga kila mtu kwa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe.
tuione hivi. Muangalie Yeremia. Yeremia anasema ya kwamba hata kabla nisaliwe, kabla niumbike katika tumbo la mama yangu, mimi nalitakasika zamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Farao akaangalia hawa watu wa Israeli, hii jamii ya Yusufu, akaona kwamba hao ni watu hivi hivi tu, nikitaka kuwakamata kuwaweka chini, kwa kuwa mimi niko na pesa, niko na usemi, niko na magari ya vita, nitawaweza tu hivi hivi. Lakini kumbe alikuwa anajidanganya. Mungu mmoja akanihudhuria akaniambia ya kwamba esesema ni lugha la banda. Bwana Yesu asifiwe. Esesema ni lugha la banda. Kwa hivyo pokea neema hii ya kufanyika lugha la banda, ya kufanyika lugha la banda. Hata kama watajaribu kutafuna, hawatakuweza, maana utafuniki. Wakilazimisha kupendeza, unawanyonga wenyewe. Pokea neema hii. Pokea neema hii ya kufanyika mlima usiotingizika, ya kufanyika mlima usioangushwa, ya kufanyika mlima usiowekwa chini. Nasema pokea neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tembea tu sawasawa. Tembea tu na nguvu, maana uko na Yesu. Tembea tu na nguvu, maana uko na mwenye nguvu. Tembea tu na nguvu, maana uko na mwenye uweza, yule ambaye hatingiziki, yule ambaye hatishiki. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye asiyetingizika, tunaye asiyetingizika. Ndani mwangu niko naye asiyetingizika. Ndani mwangu niko naye asiyetingizika. Ndani mwangu naye asiyetingizika. Hata kama watasukuma magonjwa, nitapambana nayo, nitapambana nayo, nitapambana nayo, nitapambana nayo. Hata kama watanifungia, nitapambana na vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nitapambana nazo, nitapambana nazo. Nasema nitapambana nazo. Hata kama wataniroga, nitapambana na uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Nitapambana nayo. Hata kama watatuma mashini, nitapambana nayo. Nikiona kana kwamba ninalemewa, nitapiga simu kwa mchungaji. Nikiona kana kwamba nalemewa, nitapiga simu Bwana. Tutapambana nazo, tutapambana nazo, tutapambana nazo. Ni kwamba natumaye ndani mwetu asiyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye ndani mwetu asiyeshindwa na asiyekubali kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ambaye mapenzi yake hayazuiliki, hakuruhusu Farao aweke chini wana wa Israeli. Hakuruhusu Farao aweke chini taifa la Israeli. Hakuruhusu Farao, taifa lenye miungu, taifa la kumwabudu sanamu, liweke chini watu wake watakatifu, ambaye mwenyewe aliwanenea ya kwamba nitawabariki, ambaye mwenyewe aliwanenea ya kwamba nitawaongeza. Na kwa hivyo hata wewe siku hii ya leo, kwa vile Bwana alishakubariki na baraka zote za rohoni, hakuna mtu atakuweka chini, hakuna mtu atakuangusha, hakuna mtu atakuangamiza. Nasema hakuna mtu atakuweza. Nasema hakuna mtu atakuweza. Jiambie mimi siwezekani mara 7. Sema siwezekani. Loboni senyali hata
17 maandiko yakasema ya kwamba hakuna silaha yoyote, ya kwamba hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume changu, iliyotumwa kinyume cha watoto wangu, iwe inatoka Kewa, iwe inatoka wapi, iwe inatoka baharini, iwe inatoka kwa waganga, iwe inatoka kwenye midomo ya kulaani, zote maandiko yanasema ya kwamba hazitafaulu na nitazihukumu, na nitazihukumu. Kwa hivyo natangaza kwa anga la moto ya kwamba silaha zote zilizotumwa kinyume chako hazitafaulu, hazitafaulu. Silaha za kukuweka chini hazitakufaulu, silaha za kukuhangaisha hazitakufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wananiona aje? Hata kama naishi kwa lami, hata kama naishi kwa kipande kidogo cha ardhi, lakini cha muhimu niko na mtu ndani mwangu, niko na mtu ndani mwangu, niko na mtu ndani mwangu, niko na muweza ndani mwangu, niko na mwenye nguvu nimembeba, niko na mwenye nguvu anisaidiaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 50 ya Yeremia 33:34 nikasema ya kwamba Ashuru akawashika sana wana wa Israeli, akawashika kwa bidii, akawakatalia kwamba wasitoke. Lakini jambo la kushangaza ndio hili, lakini jambo la kufurahisha ndio hili, ya kwamba kumbe hawa wana wa Israeli walikuwa na mkombozi ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi, na nikasema ya kwamba anaenda kuwaachilia bila ruhusa ya Ashuru. Kwa hivyo mchana wa siku ya leo, wewe ambaye hatima yako imekamatwa, wewe ambaye masomo yako yalishindwa, natangaza kwa anga ya kwamba yanaachiliwa bila ruhusa yao, yanaachiliwa bila ruhusa yao, unaachiliwa bila ruhusa yao, unaachiliwa bila ruhusa yao, unaachiliwa bila ruhusa yao. Bwana asifiwe. Wakamkamata Petero, wakamuingiza ndani ya gereza, wakaweka walinzi milango minne, watu 16 walinde mtu mmoja, lakini bado Bwana alimtoa bila ruhusa ya walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Bwana wa majeshi, na huyo ndiye tuko na yeye. Jina lake ni Bwana wa majeshi, na huyo ndiye tuko naye. Huyo ndiye mkombozi wetu, huyo ndiye Mungu wetu, huyo ndiye atakayetutetea. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ayubu 16, Ayubu akasema ya kwamba najua niko na mtetezi wangu, maana hatimaye atasimama kwenye uso wa nchi, ni kwa sababu ya kunitetea. Bwana Yesu asifiwe. Nasi wacha Bwana wateteni kabisa. Wacha Bwana wateteni watu wa Mungu. Wacha Bwana asimame kwenye uso wa nchi. Wacha Bwana asimame kwenye uso wa nchi. Bwana akawateteni. Bwana atetee watoto wenu. Bwana atetee kazi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asimame kwenye uso wa nchi, ni kwa sababu ya kukutetea. Ni kwa maana hao watu wanaona ya kwamba wako na ushindi, wanajiona wako na magari, wanajiona wana vitu vingi ambavyo hauna, wakajipiga vifua, wakasema tumemuweza. Lakini kumbe Bwana wa majeshi naye, wakati wanajipiga kifua, naye Bwana hapo anatengeneza venye anataka kutoa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wamejipiga vifua ni sawa, wakasema hata somesha tumemuweza,
tumemwekea mipaka hii, tumemtolea mipaka hii ya kwamba hatajenga, lakini hawakujua msingi wako, hawakujua ulitokea wapi, hawakujua wewe ni wanani. Laiti wangejua wewe ni wanani, laiti wangejua baba yako ni nani, laiti wangejua Mungu wako unayemwabudu ni nani. Huyo ni Mungu aliye juu mbinguni, aliyekuwepo kabla ya misingi, na anazo nguvu na uwezo. Anaweza akakuokoa bila ruhusa yao, anaweza akakunasua bila ruhusa yao, anaweza akakuweka huru bila ruhusa yao. Hahitaji kuulizia ruhusa, hahitaji kuulizia ruhusa. Anasimama na kufungua, anasimama na kuweka huru. Na Bwana wawekeni huru wenye wanahisi kana kwamba wanaoperate chini ya vifungo na boundaries. Omba ya Bwana na Bwana wawekeni huru bila ruhusa ya waliowakamata, bila ruhusa ya waliowashika. Hahitaji ruhusa yao, hahitaji kuwapigia simu. Anasimama dakika moja, sekunde moja, anakuweka huru na unaanza kutembea ukienda. Wewe mtu ambaye ni huru katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo shikilia tu huyu Kristo, shikilia tu huyu Kristo, yeye asiyeshindwa hata kama mawimbi yatakuwa mengi. Angalia jamaa hawa kwenye boti, Bwana anawaambia kwamba zinaenda ng'ambo ya mto, naye mwenyewe anaenda akalala. Jamaa wakapigwa na mawimbi, jamaa wakapata msukosuko kwenye meli, lakini bado Bwana aliwaokoa. Huyo ndiye Bwana wa majeshi ambaye niko naongelelea asubuhi ya leo. Akiamua ni kukuweka huru, anakuweka huru. Akiamua ni kukomboa, anakomboa. Akiamua ni kuponya, anaponya. Akiamua ni kuweka juu, anaweka juu. Akiamua ni kupanua, anapanua. Akiamua ni kuongeza, anaongeza. Ni kwa maana jina lake ni Bwana wa majeshi. Pokea neema ya kuongezeka, pokea neema ya kuongezeka, pokea neema ya kuongezeka, pokea neema ya kuongezeka, pokea neema ya kuongezeka. Ongezeka, 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 ongezeka tena, ongezeka. 12 ikasema, na kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Hilo linanitia moyo, inanifanya niendelee, inanifanya niendelee, inanipa moyo wa kusonga, inanipa moyo wa kusonga mbele. Ni kwa sababu kwa kadri watakavyonitesa hivyo ndivyo nitakavyoongezeka. Kwa kadri watakavyonitesa hivyo ndivyo nitakapopanuka. Kwa kadri watakavyoniendea hivyo ndivyo nitakavyobarikiwa. Inanitia moyo kuendelea katika Bwana, inanitia moyo kuendelea kumfuata Bwana. Ni kwa maana mateso yao na chuki zao hazinizuii kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Chuki na mateso na vifungo na maneno hayanizuii kuongezeka, hayanizuii kujenga, hayanizuii kusomesha, hayanizuii kusomesha, hayanizuii kusomesha, hayanizuii kujenga, hayanizuii kujenga. Nasema tutajenga tu, hata kama watasema siwezi, watasema sina pesa, watasema sina kazi, lakini bado nitajenga. Bwana Yesu asifiwe. Najua
wachache, lakini bado wana wangu watasoma. Bwana Yesu asifiwe. Sina pesa, sina kazi, kwa kijiji na dharauliwa, lakini cha muhimu ni kwamba bado watoto wangu watasoma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nikawa naishi mahali, jamaa fulani aliyekuwa landlord wangu akanitazama, akaangalia, nadhani aliona huyu mwenye anadhani kana kwamba hana mwelekeo, hata kuvaa hajui, hata kushuka hana hairstyle, huyu ambaye hana kazi anakaa chokora, watoto wake hawa hawatasoma. Na akaambia mume wangu live and direct ya kwamba na hawa wako ati wamesonga sana, ni darasa la 7. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuja jioni, mwenzangu akaniambia, hii sikia hii, amesema hivi na hivi na hivi. Nikamuuliza, mlianzia wapi na mkafika hapo? Akasema aliniita tu kwa nyumba yake. Nikamwambia, sikia, najua hatuna kazi, tunaishi kwa nyumba yake, na wakati mwingine tunashindwa kulipa kodi, lakini wacha nikwambie, watasoma. Ni kwa maana tuko na Mungu asiyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nahubiri na ushuhuda, huwa nasimama kwa ushuhuda. Leo hii tunavyoongea, watoto wangu wako shuleni, watoto wangu wako wanasoma katika elimu ya viwango wa chuo. Si kwamba niko na pesa, si kwamba niko na shamba niliuza, si kwamba nilishambuliwa na majirani, lakini kwa msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine nikaenda kutafuta basari, nikazuiliwa, nikanyimwa, nikaambiwa nitoe kitu ndio nipewe fomu, lakini bado watoto wangu wako shule bila basari, because I serve Almighty God. Namtumikia Mungu aliye juu, namtumikia Mungu aliye juu, ambaye mlango ukifungwa anafungua mlango mwingine, ambaye ukinizuilia ananipa watu wengine, ambaye ukininyima ananipa hekima na maarifa. Bwana asifiwe. Sina shamba, sina kazi, sina mshahara, lakini wanasoma. Kwa sababu gani? Bwana amenipa hekima na maarifa, na hata wewe akupatie. Nasema hata wewe akupatie. Hata wewe Bwana akutendee. Nasema na Bwana akutendee. Aliyenitendea akutendee. Aliyenitendea akutendee. Aliyenitendea akutendee. Aliyenitendea na akutendee. Na Bwana wa mbinguni akutendee. Atatenda. Na kuhakikishia atatenda. Na kuhakikishia atatenda. Na kuhakikishia atatenda. Na kuhakikishia atatenda. Yeye ni mwaminifu, atatenda. Maandiko yanasema ya kwamba anafungua njia na mito hata katika jangwa. Anafungua njia na mito hata katika jangwa. Anasababisha malango pasipo na malango. Huyo ndiye Mungu tunamtumikia. Huyo ndiye Mungu namhubiri. Huyo ndiye Mungu aliniita. Huyo ndiye Mungu alinichagua. Na leo hivi namleta kwenu, nampakulieni ya kwamba watendee. Na Baba watendee. Na Baba watendee mtu. Na Baba watendee mtu. Na Baba watendee mtu. Na Baba watendee mtu. Na Baba watendee kanisa lake. Eti kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Kwa kadri umekataliwa na jamii, unapata certificate ya kuanza kuongezeka.
Bwana asifiwe. Yeremia tasema mahali ya kwamba 5:17 ama 16 hapo yakasema ya kwamba amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, ili hali moyo wake umemwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje kuwategemea pia sio mbaya, kwa maana tunawahitaji. Nahitaji jirani, nahitaji rafiki kwa nafasi moja ama nyingine, lakini jambo ndio hili, moyo wako usitoke kwa Mungu. Moyo wako usimwache Mungu. Ni kwa maana huyo mwanadamu leo atakupa, kesho atakunyima. Leo atakupa, kesho atasema pia mimi na mahitaji. Lakini kama unamtegemea Mungu kwa roho yako yote, atafungua njia, atafungua malango, atakupa hekima, atakupa maarifa ya kupata hicho kitu ambacho Mungu anataka huyo jirani akupe na acha kupatia. Kanisa, mchana wa siku hii leo natamani wapatieni hekima. Wacha Baba wapatieni hekima. Wacha Baba wapatieni maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Asibarikiwe jamani. Ambia mwenzako pea mwenzako high five. Mwambie hapa ni moto kutembea. Hapa ni injili ya fire, ni maombi ya fire, ni nyimbo za fire, ni imani za fire. Mtu nasema a very big God, a very big God. He's always on my side. A very big God. Kama kuna Mungu mkubwa, pia yako tena mwenzako high five. Mwambie Mungu wangu sio Yesu wa Tongareni. Mungu wangu sio Yesu wa Tongareni. Mungu wangu anaishi. Mungu wangu ni moto. Mungu wangu anaishi. Mungu wangu anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitangazie maadui zako, kabla hawajakuguza waulizie Mungu wako. Kabla hawajakuroga waulizie Mungu wako. Kabla hawajakuendea uganga waulizie Mungu wako. Kabla hawajakudharau waulizie Mungu wako. Maana huyu Mungu yeye ni moto ulao. Maana huyu Mungu ni Mungu ambaye hawezi ruhusu uchawi juu ya watu wake, uganga juu ya watu wake. Mtu waseme Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatangazia majirani ambao wanaishi karibu na wewe, kabla hawajakukalia kikao, wajue kanisa lako, wajue pasta wako, wajue anointing juu yako.
Bwana watamjua Mungu wako. Pero toto mwambie I serve a very big God. Hii leo imekuwa tuni yangu. I serve a very big God. I serve a very big God. I serve a very big God. I serve a very mighty God. I serve a very, 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 very. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku na wiki ya kuambia shetani usiogope huyo mganga. Pita karibu na yeye. Na mwambie kwa sababu hakuwezi. Nataka migani. Pita mbele yake. Mwambie wewe adui yangu. Sema ndio. So my father is greater than anyone else. Kisumu kimeingia. ambapo Yesu ni Bwana, tunainua jina lake juu. King of Kings, Bereka Worship Center.